aina mbili za uongozi, lakini wewe uko wapi? Kuna aina mbili za uongozi, wewe uko wapi? Kuna Farao choleric type of leadership. Farao choleric type of leadership, kiongozi anayetatua matatizo ya watu, kiongozi anayeota shida za watu na kutafuta njia sahihi ya kuwatoa katika hayo matatizo watu anaowaongoza kwenye taasisi yeyote. Na unaweza ukaona hapa jinsi Farao aliota juu ya njaa. Amelala usiku, anaota matatizo ya watu. Unaweza kuona? Huu ndio uongozi uliokuwa unaangalia na kuwaza juu ya matatizo ya watu. Na huu uongozi ulikuwa ni sifa ya bara la Afrika tokea Farao. Hapa Farao amelala usiku, lakini anaota njaa, anawaza, anafikiri juu ya njaa na juu ya watu wake. Uongozi ulikuwa ni sifa kubwa katika bara la Afrika. Lakini kuna aina ya pili ya uongozi katika Biblia. Mimi nazungumza katika Biblia hapa. Sizungumzi aina za uongozi kwenye vyuo vya uongozi na falsafa za uongozi na watu wenye PhD yao ya uongozi according to the Bible. Kwenye falsafa ya theolojia na theolojia na falsafa ya Biblia. Lakini hapa kuna aina ya pili according to the Bible, ni Daudi, sanguine type of leadership. Daudi sanguine type of leadership. Kiongozi anayetumia watu walioko chini yake kama starehe na kasumba kasumba ya fahari. Ndivyo Daudi alivyomchukua mke wa Uria Mhiti na kumuua Uria. Yaani Daudi, watu wanapigana, nchi ipo kwenye tatizo la kivita, na Uria ni askari wake wa mstari wa mbele, anapigana vita. Daudi anapita kwenye paa, anapunga upepo jioni, na akamuona mwanamke anaoga akiwa uchi, akapiga chabo kwenye bafu hizi za passport size. Nafikiri alikuwa anapita kwenye Uswahili wetu huu kama huu wa kwetu tu, hapa kwetu nisipataje sana, lakini hapa kwetu tuna aina hiyo pia ya mabafu bado. Kwa hiyo anapiga chabo. Nchi iko kwenye vita, thinking yake hala haipo kwenye vita, thinking yake inapiga chabo. Daudi sanguine type of leadership akachukua yule mwanamke, na alipojulikana kwamba huyu mama amepata mimba au ujauzito wa mfalme, Daudi aliamuru ya kwamba alimwekea mizengwe na akamuua mume wake kwa upanga wa wana wa Amoni. Jambo hili lilikuwa ni chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo Daudi alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaongoza katika sanguine type of leadership, kuwafanya watu, kuwatumia watu walioko chini yake kama starehe na kasumba ya ufahari. Sasa vipi mkuu wako wa idara, yeye ana aina ipi au ni aina ipi ya uongozi? Na kabla sijazungumza mkuu wa idara, ninasikia ndani nifafanue sawa sawa. Daudi kilichomuingiza kuwa kiongozi, kuwa mfalme, mpaka anakuwa president wa Israeli, sifa yake ni kutatua tatizo. Alimuua Goliati wakati nchi imeshindwa, majeshi ya Sauli yameshindwa. Lakini kitu cha ajabu, alipoingia kwenye kiti akasahau kwamba anapaswa kutatua matatizo ya watu kuliko kuwatumia watu kama starehe. Ndio ile tunasema pata hela au pata fedha, tujue tabia yako. Hiyo nataka niweke hoja hiyo ya msingi, manake mimi ni mwanafalsafa na ni mtu wa hoja na reason na argument pia vile vile. Kwa hiyo nataka nikuambie, Daudi alipomuua Goliati hakuwa mfalme, alikuwa ni kijana ametoka kuchunga kondoo kabisa kutoka porini, na alitumwa na baba yake, hakuwa mfalme. Alitatua tatizo ambalo lilimsababisha kuwa president wa nchi, likampa kuwa mfalme. Alipokuwa mfalme akawatumia watu kama starehe badala ya kuendelea kutatua tatizo, kwa sababu ya aina ya personality aliyokuwa nayo. Yeye alikuwa ni sanguine, lakini Farao alikuwa ni choleric type. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya choleric type of leadership na sanguine type of leadership. Kuna tofauti. Na wewe nataka nikuulize sasa, vipi mkuu wako wa idara ni wa aina ipi? Ni Farao anayetatua matatizo, au ni Daudi anayewatumia watu kama starehe yake binafsi?
Unaweza ukaona ni nini hasa. Angalia pale, vipi mkuu wako wa idara katika idara unayofanyia kazi, na viongozi wanaokuongoza kwenye taasisi. Ni Farao anayetatua matatizo ya watu, mpaka kilala usiku anaota watu wana njaa, ana sense njaa ya miaka 7 kabla haijaja. Problem ya 7 years to come, miaka 7 ijayo. Huyo mtu anaweza kalala kwenye fikra zake, ana sensa. Fikiri ni moyo wa namna gani wa kutatua matatizo. Kama tungepata viongozi kama hawa, Mungu atusaidie. God do it again. God do it again. Hallelujah. Lakini Daudi anayewatumia watu, naomba urudishe pale. Daudi yeye anawatumia watu kama starehe yake binafsi. That's the problem. Hii ni aina mbili za uongozi tulizo nazo. Na hii ni sanguine type of leadership. Ya Daudi ni sanguine type of leadership, lakini ya Farao ni choleric type of leadership, ambayo actually hii hata saikolojia na viongozi wote duniani wamesoma, watu waliosomea uongozi, they know juu ya type hizi za uongozi. Sasa Daudi ndivyo alivyofanya. Na ninauliza sasa, vipi kuhusiana na mkuu wako wa idara? Mkuu wako wa idara yukoje? Labda nipende kusema hivi ili uweze kuelewa sawa sawa. Binti mmoja niliyemhudumia kwa machozi mengi, na naamini Mungu ataendelea kumpigania katika maisha yake yote. Alipata majeraha, alikutana na msimu. Ni mtoto, baba yao alifariki. Mama akamsomesha yule mtoto kwa shida mpaka amepata degree ya ualimu vizuri, akagraduate, akaajiriwa kwenye shule moja ya sekondari. Ni mwalimu mzuri, lakini baadaye yule mama ambaye ni mjane akaugua, na ana mtoto huyo mmoja, a very single girl. Akamwomba mwalimu mkuu, ni binti hajaolewa. Mwalimu mkuu, naomba hebu niruhusu, ninakazana hii wiki curriculum zangu, lakini naomba uniruhusu, mama yangu yupo mahali pagumu mno, naomba wiki moja tu niende nikamrasha hospitali, ni kijijini, namfuata. Mwalimu mkuu, headmaster, mwalimu mkuu akamwambia, wiki moja itatosha, mimi naweza nikakupa mwezi, lakini kwa makubaliano maalum. You know what? Ni kiongozi anayetumia watu kama starehe yake. Akamwambia, kunikubalia tukafanya mapenzi, mimi nakuruhusu kwa miezi 3 na nitakava hizo nani zako zote. Binti anampenda mama yake, akamkatalia siku ya kwanza. Akaenda akazungumza na mwalimu mwenzake, akamwambia, mwenzangu, wewe unakuaje? Yule mkuu unasafiri na kuona unasafiri, unafanya biashara zako, unaenda huku, unasafiri hata wiki 3. Akamwambia, jiongeze hapa mjini. Akamwambia, kwani inakuaje? Akamwambia, yule mtu mwenyewe dhaifu mwenzangu, kwa hiyo kama amekuambia hivyo kubali. Yule dada afanye nini? Akakubali, maskini ya Mungu, kwa sababu ya upendo wa mama yake. Nataka nikuambie hizo personality za uongozi. Alipoenda akamkubalia, ni kweli walifanya ngono hizo za rushwa. Alipotoa ngono ya rushwa, akaondoka kwenda kumtibu mama yake. Anasema, nikiwa kule wiki ya 2 nagundua kwamba nimepata ujauzito wa huyo mwalimu mkuu. Lakini baadaye nimerudi na ujauzito, ananiambia tusijuane. Ananiambia, mchungaji, isivyo bahati mama yangu pia alifariki. Baada alipolazwa hospitali hakutoka. Nilimaliza msiba wa mama yangu, narudi kazini. Baada ya miezi 3, miezi 4, naanza kliniki, naanza kukuta kwamba pia nina matatizo ya maambukizi. Najifungua mtoto mlemavu ambaye anahitaji uangalizi maalum. Huyo ni mtu mmoja ameharibu kila future. Choleric, hiyo sanguine type of leadership, kutumia watu kama starehe binafsi, never. Lakini nikamhudumia mtu mwingine, naye ni msichana, ni yatima, hana baba hana mama. Yeye amesoma masomo ya udaktari wa binadamu, na alipokuwa kwenye internship program akakutana na Profesa akamwatendi vizuri sana kwenye ile hospitali aliyokuwa anafanyia hiyo internship yake ya udaktari. Akamwatendi vizuri sana. Akamaliza pia programu yake, akiwa anahitimisha akamwambia, nimeona wewe una brain kubwa sana. Nina mtoto wangu pia ambaye
ni kama mko pamoja. Yeye yuko mwaka mmoja nyuma yako, ni mvulana, lakini nilikuwa nataka masters program niwatafutie. Kwa hiyo akamtafutia masters program Ulaya, akamtafutia hiyo program ya masters Ulaya vizuri, akaapply na kwa mtoto wake. Mtoto wake wa kiume akakosa. Yule binti ambaye ni yatima, hana baba hana mama, amelelewa na bibi mzaa mama, akapata. Profesa akamsimamia hapa. Kulikuwa kuna mambo ya kulipa, sijui tiketi. Unajua hizo scholarships zina masharti yake, kuna baadhi ya kosti ambazo unapaswa kulipa. Profesa akahakikisha amelipa zile kosti zote, akampeleka yule mtoto kwenda Ulaya. Akamaliza program ya masters, akamsaidia tena profesa, akalinki na university nyingine ikamsaidia program ya PhD, akamsaidia. Yule binti ananiambia saa zote nasubiri kwamba sasa ukisikia kimada, ukisikia kuwa mchepuko wa profesa, mimi ndiye nitakayekuwa kimada. Yani mimi sijui naenda wapi. Baadaye mtoto wake akaja akapata nafasi akasoma, na yeye akawa yuko kwenye masters program. Baadaye naye akajoin kwenye PhD program. Unajua yule ni firstborn wa profesa, mvulana. Alafu yule dada akasema labda akaniambia mchungaji, na mimi nikajiongeza nikasema labda ameniandaa kwa sababu naweza kama yeye hanitaki, na nikimwangalia profesa hana mpango na mimi, lakini pengine ameniandaa kwa ajili ya mtoto wake. Wema huu hauwezi kutendeka bure, talipa nini? Kwa hiyo akapata mchumba, hasubutu kusema. Amepata mchumba, hasubutu kusema. Anasema nitamuudhi profesa. Apata profesa mwenzake. Baadaye tena amepata mzungu. Unajua baadaye kitu cha ajabu, yule mtoto wa mvulana firstborn wa profesa akapata mchumba, akataka kuoa. Profesa akamtextia message, akamwambia wewe ni dada mkubwa, mtoto wangu anaoa, na kuomba tafadhali uje, wewe ni mtoto wangu wa kwanza kwenye familia yangu. Hakuamini, hakuelewa, akajua kumbe sasa sikuwa kimada, sikuwa mchepuko, na sikuandaliwa kuwa mwali, ni kiongozi. Ay my God, anayetatua matatizo ya watu. Na yeye akamwambia profesa, mara hii na mimi nakusurprise, nina mchumba wangu mzungu nakuja naye. Akaja, akasimamia, akavalishwa pete, akasimamia harusi ya mdogo wake. Leo ananiambia mchungaji, Ulaya, profesa Mungu alimjalia uzao, alikuwa na watoto 9. Kwa hiyo katika watoto 9, watoto 5 wa huyo profesa nimewasaidia, wako nchi mbalimbali, na nimehakikisha tuko pale. Christmas tukija, mimi ndio firstborn nyumbani, na nimejiona hata sijawahi kufiwa na baba wala mama. Mkimpigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Na tunamuita babu, na I feel it. Tupate wapi tena mtu kama huyu? Wako wapi watu wachache ambao wananielewa sawa sawa? Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu anakaa ndani yake? Mabibi na mabwana, life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Life is longer than a season. Mtu yoyote anaweza kuwa yeyote, na hili nataka uniangalie sawa sawa. Mtu yeyote anaweza kuwa yeyote. Mwalimu yoyote anaweza akawa mwalimu mkuu. Nesi yoyote anaweza kuwa mkuu wa kitengo cha nursing. Daktari yoyote anaweza akawa mkuu wa kitengo cha udaktari kwenye department ya hospitali yoyote. Anaweza akaongoza daktari yoyote. Raia yoyote anaweza akawa waziri mkuu, na raia yoyote pia anaweza akawa rais wa nchi. Lakini pia padri yoyote anaweza kuwa askofu, na mchungaji yoyote anaweza akawa askofu. Yeyote anaweza kuwa, yeyote anaweza kuwa wakati wowote. Life is longer than a season. Usiwamiliki watu, wala usiwafanye watu kuwa starehe yako, wala kuwafanya watu kuwa kasumba. Yeyote anaweza kuwa. Askari yoyote anaweza kuwa OCD kabisa. Askari yoyote anaweza akawa RPC. Askari yoyote anaweza akawa RPC. Anaweza kuwa askari yoyote, anaweza kuwa meja, anaweza kuwa general, anaweza kuwa meja, anaweza kuwa mkuu wa majeshi, anaweza kuwa askari yoyote, anaweza kuwa. Usiwamiliki watu, usiwafanye watu kuwa starehe yako. Yeyote anaweza kuwa chochote, mahali popote, wakati wowote. Na ukumbuke jambo hili, life is longer than a season. Tupate wapi viongozi ambao wakilala usiku wanaota matatizo ya watu? Wakilala wanafikiri miaka 7 ijayo kutakuwa na shida gani katika taasisi yangu, katika nchi na mahali ambako ninapaongoza.
mabibi na mabwana, ninakuombea hivi leo katika jina la Yesu. Mungu akupe neema tangu leo uwe mzalishaji. Ninakuombea tangu leo uwe mzalishaji, na ninakuombea uondoke kabisa katika sonona ya msimu kama Yusufu. Let it go, let them go. Ondoka kabisa katika kila sonona ambalo umekuwa nayo. Mabibi